hii ni noma kweli kweli. Inaonekana hizi pombe bandia zilikuwa zinaingia Chunya huku migodini, huku machimboni, huko kwenye machimbo ya dhahabu au namna gani? Maana huko kilaji kinakwenda kasi kinoma noma. Sasa inakuweje mimi sijui, lakini kuna taarifa hii ya jamaa ambao wametiwa mbaroni kwa kukuta wakitengeneza bidhaa bandia aina ya pombe. Na hii taarifa inasema kwamba jeshi la polisi kwa kushirikiana na kampuni ya Brew Master Limited linawashikilia watuhumiwa wawili, Mudi Damata almaarufu Abdara mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Soweto jijini Mbeya, na Juma Saidi maarufu Juma mwenye umri wa miaka 49 mkazi wa Isangawana wilaya ya Chunya kwa tuhuma za kutengeneza pombe bandia. Jamani, nimesema tuachie vyombo vya dola na vyombo vya sheria vitafanya kazi yake na kujua ukweli uko wapi. Maana machimboni, migodini huko kilaji kinanyweka kinoma noma. Lakini kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sak Benjamin Kuzaga anatoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na tukio hili. Ni kwamba watuhumiwa walikamatwa Januari 18 mwaka 2026 majira saa 7 usiku katika kitongoji cha mpakani katika kijiji cha Isangawana wilayani Chunya mkoani Mbeya, wakiwa na bidhaa hizo za bandia na zisizokuwa na kiwango ambazo ni pombe kali aina ya Pan Master ambazo idadi yake ni katoni 49, konyagi kubwa boksi 8, konyagi ndogo zile za kati boksi 8 na konyagi nyingine zile ndogo kabisa boksi 18. Watuhumiwa walikamatwa na pombe hizo bandia au fake wakiwa tayari wamekisha ziandaa kwa ajili ya kuzisambaza kuwapelekea wateja. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi ambao bado wanaendelea au wanaendekeza tabia ya kujipatia mali au fedha kwa njia ya udanganyifu au kinyume na sheria waweze kuacha mara moja, kwani madhara yake ni makubwa kwao na kwa jamii, kama ilivyotokea kwenye tukio hili la mauaji ya Juven Baraka Mbugi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wageni kufuata sheria na taratibu za kuingia nchini ili kuepuka usumbufu wa kuchukuliwa hatua kama hivi ambavyo wameweza kuchukuliwa. Lakini pia linatoa wito kwa baadhi ya watu wanaotengeneza pombe bandia na zisizokuwa na kiwango kuacha tabia hiyo mara moja, kwani ni kinyume cha sheria, lakini pia zinasababisha madhara makubwa kwa watumiaji. Aidha, kwa wauza vileo ambao wanauza vileo maeneo mbalimbali, wanatakiwa sasa wahakikishe wananunua bidhaa hizo kutoka kwa wasambazaji halali wanaotambulika na wanaofahamika kupitia kampuni zao au wakala wanaofanya biashara hizo. Basi jamaa, unakuta kwamba akili zote zimehama. Sasa unashangaa kachupa tu kadogo ama pombe zingine zikari, inakueje? Kumbe ndio jamaa wanatengeneza pombe fake hizi. Mimi sina la ziada. Naitwa Uncle Tom Panji, mpashanaji wako. Bye bye.